Dunia imepigwa na butwaa, na hii ni mara tu baada ya Donald Trump kuasha moto mwingine wa kidiplomasia, na safari hii ameamua kuichana waziwazi jumuiya ya kujihami ya NATO na mataifa ya Ulaya. Mapema mwezi huu wa Aprili 2026, Trump ametoa kauli nzito akiita NATO kuwa ni chui wa karatasi, yaani taasisi yenye nguvu kwenye maandishi lakini dhaifu kwenye vitendo. Je, ni nini kimejiri mpaka Trump afikia hatua ya kutaka kuibwaga Ulaya na kujiondoa kwenye muungano huo uliodumu kwa miaka 77? Chanzo cha hasira ya Trump kimetokana na mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Trump anadai kuwa wakati Marekani inafanya operesheni nzito ya kufungua mlango wa bahari ya Hormuz, washirika wake wa Ulaya wamekuwa waoga na kusita kutoa msaada wa kijeshi. Katika mahojiano yake na gazeti la The Telegraph, Trump amesema hajawahi kuvutiwa na NATO na amekuwa akijua siku zote kuwa ni chui wa karatasi ambao hawawezi kusaidia lolote linapofika wakati wa vita vya kweli. Hali hii imezidi kuwa tete, na hii ni baada ya Trump kusema kuwa mpango wa Marekani kujiondoa NATO sasa hauhitaji mjadala, ni swala la muda tu. Wakati huo huo, viongozi wa Ulaya kama Emmanuel Macron na Keir Starmer wameonekana Paris wakijaribu kuunda mkakati wao wenyewe wa kulinda usalama wa bahari bila kutegemea Marekani, huku Trump akidai kuwa NATO wameitendea vibaya Marekani kwa kutumia mabilioni ya dola za walipa kodi bila faida. Ulaya inajipanga kwa maisha mapya bila kaka mkubwa kutoka Washington. Huu ni mtihani mkubwa zaidi kwa usalama wa dunia katika karne ya 21. Je, unadhani Trump yuko sahihi kuiita NATO chui wa karatasi, yaani paper tiger, au mbinu tu ya kushinikiza Ulaya kutoa fedha zaidi na kusaidia kwenye vita yake ya Iran? Je, unaona dunia itakuwa salama ikiwa Marekani itajiondoa rasmi NATO? Shusha komenti yako hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe, like, share, turn on notification ili uzidi kupata updates ya matukio mbalimbali yanayojiri every time.